Mimi nitafanya mambo matatu tu hapa. Moja, kuwapa salamu za ndugu zenu viongozi na wanachama wa ACT Wazalendo kutoka Tanganyika ambao kwa kweli wanapongeza sana hatua ambazo uongozi wetu umechukua na Wazanzibari wamezifikia. Wote wanafahamu historia ya mapambano ya kisiasa Zanzibar, mihanga ambayo Wazanzibari wameichukua, jitihada za kuleta ustawi wa taifa lao tangu kabla ya uhuru wa Zanzibar. Baada ya mapinduzi tumerudi kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 95, na kwa hakika wengi wanafahamu hali ilivyokuwa mwaka 95, lakini na majanga ya mwaka 2001. Kama wiki 3 zilizopita, aliyekuwa IGP mwaka 2001 alitokwa na maneno ya kifedhuli sana, akijinasibu kwamba yeye ndio IGP katili kuliko wote, lakini kielelezo kikubwa cha ukatili wake ni mauaji aliyowafanyia Wazanzibari mwaka 2001. Hakuona haya kueleza namna ambavyo alifika wakati akawa anaua Wazanzibari wakiwa wako kwenye boti baharini wanakimbia kutafuta usalama. Jeshi ambalo lina wajibu wa kulinda usalama wao likatumia helikopta kuwaua wakiwa baharini, huku wakijua kwamba maana yake hata taarifa za vifo vyao havitopatikana. Haya ndio mambo ambayo Wazanzibari waliyapitia. Kwa uongozi wa Maalim Seif Sharif Hamad na sehemu kubwa ya Wazanzibari walifika mwaka 2010, na nyote mnajua heka za kupata serikali ya umoja wa kitaifa. Wako wenda wazimu wachache kule kwetu ambao wanajaribu kujiondoa kwenye fahamu, wasijue jitihada za kufika hapo ambazo Wazanzibari walizipitia. Lakini sisi tunajua kwamba wako watu hata walivuka maji na mahela hapa ili ikiwezekana kuwahonga wawakilishi tusifike pale, kana kwamba hatima ya Wazanzibari ibaki kuwa ni mauaji kila baada ya miaka 5. Lakini kwa uongozi wa Maalim Seif na aliyekuwa rais wakati ule Amani Abeid Karume, kwa utashi wa kisiasa na kuwa tayari kuwaleta Wazanzibari pamoja, Wazanzibari walivuka ule mtihani wakapata serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2010. Mmepita kwenye changamoto nyingi, na mwaka 2025 huenda kinachotrigger hisia za baadhi yetu au baadhi ya watu kule Tanganyika ni kile kilichotokea Tanganyika cha mauaji, jambo ambalo ni baya na tumelilaani kwa nguvu zote. Lakini ukweli ni kwamba haya ndio yalikuwa maisha ya Wazanzibari wakati wote wa mfumo wa vyama vingi. Makaburi, ulemavu, kupotelewa ndugu zao, uhasama wa kijamii, kutotengamana katika taifa lenye watu wachache, ambayo watu wanapotengamana maana yake ni ndugu ndio ambao hawasalimiani, watu wa familia moja, watu wa ukoo mmoja, watu wanaonana kila siku. Kwa vyovyote vile, busara inataka viongozi kwenye maeneo hayo wakati wote watafute namna ya kupata suluhisho, na hilo ndilo ambalo Wazanzibari mmelifanya wakati wote. Hongereni sana. Lakini niwapongeze viongozi wetu wote wa ACT Wazalendo, wa matawi, wa majimbo, wa mikoa, wakati wote ambao mjadala na mazungumzo haya yanafanyika. Kama kuna silaha muhimu, hivi karibuni tulikuwa tunashuhudia
vita kati ya Marekani, Israeli na Irani. Kuna wakati mnaambiwa kuna mazungumzo, lakini unakuta katikati ya mazungumzo kuna boti zile za Irani za kupigana majini zinafanya mazoezi. Kuna wananchi wanatoka wanasema si, hatutaki hayo mazungumzo, tuko tayari kuendelea kupigana. Haya yote huchangia kwenye mjadala. Na ukiniambia mimi nifananishe hali hiyo na hali ilivyokuwa wakati wa mazungumzo, mikutano ya majimbo ilikuwa inafanyika, mikutano mikuu ya matawi, watu wanafungua matawi, watu wanakutana kwenye mikutano mikuu ya mikoa. Kwa maana Wazanzibari wanaeleza, sisi tunasikiliza viongozi wetu, tuko pamoja, wamoja, hatujakata tamaa, bado tuna uwezo wa kupigania haki yetu, tunasubiri tu maelekezo ya viongozi wetu. Watu ambao wamepita kwenye nyakati ngumu kama za uchaguzi wa mwaka 2025, kuwa na hiyo spirit ni silaha muhimu sana, ambayo pengine imesaidia kwa kiwango kikubwa viongozi wetu walipoingia kwenye mjadala kuwa na backup ya kuheshimika. Na hili ni jambo muhimu na kubwa sana, ambalo ni jambo langu la pili. Na kupongeza viongozi wote wa matawi, viongozi wa majimbo, viongozi kwenye ngazi za wadi, mikoa na wanachama wote Zanzibar kwa utulivu na umoja waliouonesha kwenye kipindi hiki chote. Lakini la tatu na la mwisho, ndugu zangu, limeelezwa, na bahati nzuri limeelezwa vizuri sana, na naamini leo linao wazungumzaji wake wazuri sana hapa, kwamba hatua tuliyopita ni moja, tunaenda hatua ya pili. Na ndugu yangu kaangu Mansuri ameeleza kwamba sie ni wakweli. Na mwenyekiti wetu alipopata nafasi ya kuzungumza Ikulu siku ile, nilimwambia, kuna wakati nilikuwa naangalia yale mazingira, nasema hivi hakuna mtu anaweza kuzima maiki. Nikasema lakini naamini kwa mazingira haya hayaizimwi. Lakini alieleza ukweli katika lugha ambayo kila mmoja alikuwa anaielewa. Alieleza vipimo vya hatua tulioifikia, kwamba tunao Wazanzibari wema wanaotaka mafanikio haya, na wanaamini viongozi wao wakikutana na wakazungumza watasema ukweli, walichokubaliana watakwenda kukifanyia kazi. Na akaeleza sisi viongozi upande wa ACT Wazalendo tuko tayari kwa haya tuliyokubaliana kuyasimamia na kuhakikisha kwamba yanafikia mwisho, Wazanzibari wanapata ustawi wao. Lakini akawakumbusha na wengine kwamba kuna watu wana wasiwasi. Na ndugu zangu, wasiwasi ni akili, si ndio? Kwa sababu wameona mengi. Juzi jana wakati nazungumza, alikuwa ananioji Hassan, moja kati ya maswali aliniuliza, mnadhani mambo haya mliozungumza na mkakubaliana yatakwenda kufanyiwa kazi? Nikamwambia silaha mbili ni muhimu. Moja ni ukweli na uwepo wa utashi wa kisiasa wa kuyafanyia kazi. Swali lake la pili likawa, unauona huo? Nikamwambia ninaweza kuhakikishia kwa 100% ninauona kwa viongozi wa ACT Wazalendo, na hiyo naweza kuchukua commitment. Lakini wenzetu wana nafasi ya kuthibitisha, na kwa upande wao siwezi kuwasemea. Lakini uungwana, tumekaa, tumekubaliana na tuko tayari kwenda kwenye hizi hatua. Commitment ya upande wetu ni ya 100%, na huo ndio wajibu wetu. Hatutowajibika kwa udhaifu wa watu wengine. Na hivi ndivyo ambavyo mmefanya wakati wote, mmefanya sasa, na viongozi wetu wanatuongoza kufikia mwisho. Ndugu zangu, mimi nawashukuruni sana kwa namna ambavyo mmeshiriki kwa utulivu wakati wote. Na mimi niendelee kuwashukuru viongozi wetu wawili waliotuongoza kwenye jambo hili. Kamati kuu iliacha kwa kamati ya uongozi. Kamati ya uongozi tukasema wanaotuongoza hapa ni mwenyekiti wetu na mwenyekiti wetu mstaafu Babu Duni,
na kwa kweli wameifanya kazi hii katika namna ambayo kila mmoja ilimstaajabisha. Mwenendo wa mambo mpaka pale tulipofika, ninaamini wametimiza wajibu wao. Wajibu ulioko mbele yetu ni wa kila mmoja kuthibitisha kwa matendo juu ya yale ambayo tumekubaliana, na wajibu huo ni wetu sote. Mimi naamini sisi tutatimiza wajibu wetu kwa 100%. Ni wajibu wa wenzetu pia kutimiza hivyo ili kufikia matakwa ya Wazanzibari, na naamini hiyo ndio kazi kubwa tuliyokuwa nayo mbele. Baada ya kusema haya, mimi nawashukuruni sana. Natumaini kwa pamoja tutaianza safari hii na viongozi wetu wa matawi, viongozi wetu wa kata, wa wadi, viongozi wetu wa majimbo, viongozi wa wilaya na mikoa wataendelea kuimarisha umoja wetu na kusimama tayari kusimamia hizi hatua zote ambazo tumezifikia. Asanteni sana. ACT Wazalendo, taifa la wote. Asante sana.